Asubuhi njema, wapendwa wasikilizaji na watazamaji. Ni mwaka mwingine, mwaka 2026. Tena siku kama hii, siku ya Alhamisi, ambapo nimeweza kuja mbele yenu ili niweze kuwaletea habari njema, habari ya matumaini kwa maisha yajayo na ya sasa pia. Kwanza kabisa, ninapoanza, jina langu ni mchungaji Kiptoo Ibrahim. Bila shaka tutaendelea tupate habari ya matumaini kwa maisha yetu. Kwanza tuamini na tuombe. Baba uliye mbinguni, kaa pamoja nasi na utupe matumaini tunapokuwa katikati ya changamoto za maisha na katika ulimwengu wa dhambi. Ni kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Wapendwa katika Kristo, ningependa kuweza kuwaeleza kwamba wakati mwingine huenda umeingia kwenye changamoto mbalimbali katika maisha. Huenda umeweza kujiunga ama umejipata katika dhambi ambayo unadhani ya kuwa haiwezi ikasamehewa. Huenda umejikuta kwa mambo ambayo unafikiri kwamba haiwezi kusamehewa. Nimekuja mbele yako kukuletea ujumbe huu ya kwamba Mungu yuko tayari kukusamehe. Jambo ambalo unapaswa kufanya ni kutubu na kuomba Mungu msamaha. Kitabu ni cha waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Biblia ikasema hivi: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hivyo Mungu ni mwaminifu tena wa haki kutusamehe na kutusafisha na udhalimu wote. Iwapo tutaziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu. Kitabu kingine Mungu mwenyewe anasema kwa Mambo ya Nyakati wa Pili 17 ama 7:14, Biblia ikasema hivi: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Hiyo ndio habari njema, watu wa Mungu, siku hii ya leo, asubuhi kama hii, ya kwamba Mungu atakusamehe dhambi zako na kukuponya na magonjwa yako yote. Mungu aweze kubariki unapojiandaa kufanya toba na msamaha.